DW. Habari za ulimwengu. Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muhtasari. Mashambulizi ya Israel yamewaua zaidi ya watu 30 ukanda wa Gaza. Iran yawarejesha nyumbani mabalozi wake wa Ujerumani, Ufaransa na Uingereza. Na droni za Ukraine zashambulia miundombinu ya mafuta ya Urusi. Habari kamili. Ukanda wa Gaza. Zaidi ya watu 30 wameuawa ukanda wa Gaza usiku wa kuamkia leo kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel. Kulingana na watoa huduma za afya wa hospitali ya Al-Auda iliyopokea miili ya waathiriwa, miongoni mwa waliouawa ni watu 9 wa familia moja ambao makazi yao yalishambuliwa. Katika hatua nyingine, jeshi la Israel limeilipua nyumba ya mkazi wa Kipalestina kwenye ukingo wa Magharibi, Muthana Amro. Amro anatuhumiwa kufanya shambulizi lililowaua watu 6 mjini Jerusalem. Haya yanajiri saa kadhaa baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kuwa ni lazima nchi yake ikamilishe kazi dhidi ya wanamgambo wa Hamas ndani ya Gaza. Israel inakabiliwa na shinikizo la kimataifa la kutaka kumaliza vita huko Gaza, huku mataifa mengine yakiendelea kutangaza kuitambua Palestina kama taifa huru, hatua inayopingwa vikali na Netanyahu. Tehran. Iran imewarejesha nyumbani mabalozi wake katika nchi za Ujerumani, Ufaransa na Uingereza. Shirika la habari la Mehr la Iran limeripoti leo kuwa mabalozi hao wamerudishwa nyumbani ili kufanya mashauriano kuhusu mgogoro wa mchakato wa Umoja wa Mataifa ulioanzishwa na nchi hizo wa kuirejeshea tena vikwazo Tehran. Jana Ijumaa, juhudi za Urusi na China za kuchelewesha kufufua vikwazo dhidi ya Urusi ziligonga mwamba mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Haya yanajiri wakati Umoja wa Mataifa ukitazamiwa kuiwekea vikwazo vikali Iran leo Jumamosi baada ya mazungumzo ya nyuklia kati ya taifa hilo na mataifa ya Magharibi kukwama. Vikwazo hivyo vitakapotangazwa vinatazamiwa kuanza kufanya kazi kuanzia Jumapili. Moscow. Urusi imesema droni za Ukraine zimeishambulia miundombinu ya mafuta katika mkoa wake wa Chuvashia. Gavana wa eneo hilo Oleg Nikolaev kupitia jukwaa la Telegram amesema mapema Jumamosi kuwa mashambulizi hayo yamesababisha mitambo ya kusafisha mafuta kwenye kituo kilicholengwa kusimama. Hakuna majeruhi wala vifo vilivyotangazwa kutokana na mashambulizi hayo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonyesha wasiwasi wake kuhusu mashambulizi ya droni yaliyoripotiwa katika mpaka wa nchi yake na Hungary. Kupitia ukurasa wake wa X, Zelensky amesema droni zinazoingia katika anga ya Ukraine zina uwezekano mkubwa kuwa zinatoka Hungary. Waziri wa mambo ya kigeni wa Hungary Peter Szijjarto amezijibu tuhuma hizo akisema Zelensky ameanza kuchanganyikiwa na anaanza kuona vitu ambavyo havipo. Ukraine imekuwa ikikosoa nchi hiyo jirani kwa kile inachokiona kuwa ukaribu na Urusi. Berlin. Waziri wa mambo ya ndani ya Ujerumani Alexander Dobrindt amesema serikali nchini humo inataka kufikia makubaliano na Syria mwaka huu ili kuwarejesha waomba hifadhi ambao maombi yao yalikataliwa. Kupitia gazeti la Rheinische Post lililochapishwa leo Jumamosi, Dobrindt ameeleza kuwa wanaotakiwa kurejeshwa Syria ni pamoja na wahalifu, wakifuatiwa na watu wasio na vibali halali vya kuishi Ujerumani. Waziri huyo ameongeza kuwa mazungumzo yanatarajiwa kuanza hivi karibuni. Amebainisha kuwa ameshaielekeza ofisi ya uhamiaji na wakimbizi kuanza tena michakato iliyositishwa ya waomba hifadhi wa Syria ili kuruhusu utaratibu wa kuwarejesha wanaostahili kuanza. Ujerumani haijawahi kumrejesha raia yeyote wa Syria nyumbani tangu mwaka 2012. Hatimaye Bamako. Waziri Mkuu wa Mali Abdoulaye Maiga ameshutumu Algeria kwa kile alichokiita kuunga mkono ugaidi wa kimataifa baada ya kuidungua droni ya jeshi la nchi yake. Akizungumza Ijumaa mbele ya Umoja wa Mataifa, Maiga ameahidi kuwa Mali
haitokalia kimya vitendo vya aina hiyo na kuwa italipa kisasi kwa kila ubaya dhidi yake. Ameitolea wito Algeria kuacha kuunga mkono ugaidi wa kimataifa na badala yake ijikite katika kudumisha amani. Tangu mwezi Aprili, utawala wa kijeshi wa Mali umekuwa ukilalamika kuwa Algeria ilidungua droni yake, madai ambayo hata hivyo upande wa pili umeyakanusha. Serikali ya Mali imeshapeleka malalamiko kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu, hatua ambayo Algeria imeitaja kuwa ya aibu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW. Maoni. Msikilizaji, Umoja wa Mataifa unaadhimisha miaka 80 chini ya kiwengo cha migogoro, mivutano na migawanyiko. Vita vimeongezeka duniani, yakishuhudiwa mauaji makubwa kuanzia Gaza huko Mashariki ya Kati hadi Ukraine barani Ulaya, lakini pia Sudan na Sudan Kusini pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kitisho cha nyuklia kiko wazi kabisa hivi sasa kuliko wakati mwingine, wakati mataifa mbalimbali yenye nguvu yakishindana kutengeneza silaha. Umoja wa Mataifa ulipoundwa Oktoba 24 ya kimaadili au kinahitaji mageuzi? Kuyajadili haya nimewaalika Dr. Harrison Mulima, mchambuzi wa kisiasa na masuala ya kidiplomasia barani Ulaya, akiwa mjini Berlin, na kutoka Washington Marekani nimemwalika Mubelwa Bandio, ni mwandishi wa habari na mchambuzi wa kisiasa, na hapa studio zetu mjini Bonn nimemshirikisha naibu wa mkuu wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Idi Sesanga. Mwenyekiti wa mjadala ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote kwenye mjadala wetu. Asante sana. Tuanze mjadala wetu huu kwa kutazama haya yanayofanyika katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hivi sasa huko New York. Katika hotuba ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akihutubia Baraza hilo Kuu la Umoja wa Mataifa, alionyesha kusikitishwa sana na namna ambavyo taasisi hiyo iliyoundwa kwa lengo la kuleta amani duniani, misingi yake imekanyagwa katika namna ambayo haijawahi kutokea tangu kuundwa kwake, akitoa mifano ya vita vinavyoendelea kila pembe ya dunia na namna sheria za kimataifa zinavyovurugwa bila ya uoga. Bandio, nianzie kwako. Tunaposikia mitazamo ya namna hiyo miaka 80 baada ya kuundwa kwa taasisi hii ya kidunia, tafsiri yake ni nini kwa ulimwengu? Kweli Umoja wa Mataifa umeporomoka? Hakika Umoja wa Mataifa umeporomoka. Nataka kusema kwamba kwa sisi ambao tuko kwenye masuala ya habari, unaweza kusema Umoja wa Mataifa ilikuwa ni zama ambazo zamani zile ambazo tulikuwa tuna idhaa ya kitaifa ya redio ambayo ndio ulikuwa unaitegemea kwa kila kitu. Ungesubiri mpaka usiku ndio upate taarifa nini kilitokea saa 4 asubuhi na mambo kama hayo. Dunia sasa imebadilika. Watu hawako katika mfumo ambao ulikuwa mwaka 1945. Na kibaya zaidi, watu wengine wameweza kutambua, baadhi ya kizao wameanza kuzipigania na kuweza kutambua kwamba kuna vitu vingi ambavyo Umoja wa Mataifa ilistahili kuwa inavikuza, inajaribu kuviendeleza, lakini haifanyi hivyo. Na sababu kubwa ni kwamba wale ambao walikuwa wameniniwa kwamba wangekuwa viongozi ama viranja katika Umoja wa Mataifa wanazidi kudhihirika na kujidhihirisha kuwa sehemu ya uovu ambao unalalamikiwa na watu wengine. Umoja wa Mataifa sasa hivi imekuwa mahala ambapo ni kama vile unakwenda kulalamika kwa yule unayemlalamikia kuhusu kile. Sasa unaweza kuangalia kama tunazungumzia kuhusu usawa, tunazungumzia kuhusu umoja, mshikamano na malengo yote ya Umoja wa Mataifa, yanazungumzwa vipi na Mpalestina ambaye sio tu hana haki ya kumlalamikia aliyeko pale, lakini hata haki ya kufika kwenda kulalamika hapewi, kwa sababu haruhusiwi kuja hapo. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Umoja wa Mataifa hivi sasa lazima ubadilike, kwa sababu wale ambao walipewa nafasi ya kuongoza hasa yale mataifa matano karibu yamekuwa sehemu kubwa ya migogoro, kwa sababu kuna namna ama yanashiriki au kunufaika na vitu ambavyo Umoja wa Mataifa inatakiwa ivizuie. Kwa hiyo unahitaji kubadilika. Na azma kubwa ya Umoja wa Mataifa, kama nilivyotangulia kusema, ilikuwa hasa ni kuzitatua changamoto za kilimwengu kwa pamoja, mataifa makubwa na yale madogo. Lakini kama anavyosema Bandio, kwa bahati mbaya uhalisia sasa hivi unaonyesha mambo ni tofauti, akitaja kwamba sehemu kubwa ya wale waliopewa dhamana ya kuleta amani na kutatua hiyo migogoro au malalamiko ndio sehemu ya uovu unaofanyika. Dr. Mulima, je, kwa hali kama hii kipo kilichobakia cha kuhalalisha kuendelea kuwepo Umoja wa Mataifa, na pengine kwa faida ya nani? Au wengine pengine watajiuliza ni kwa maslahi ya nani? Nadhani kipo cha kufanya uendelee kwa sababu hamna mbadala. Kungekuwa na mbadala tungesema basi
tuangalie huo mbadala uliopo unaweza ukatufikisha wapi. Ingawa Umoja wa Mataifa unapitia changamoto mbalimbali, na kama ulivyoeleza katika utangulizi wako, umeshindwa kuleta amani, vita vimeongezeka, lakini kama tunavyojua ni kwamba tukiangalia kwa mfano hata hili baraza kuu, achana mwenzangu Bandio ameongelea ili baraza la usalama, lakini katika baraza kuu tunaona kabisa imekuwa ni sehemu ambapo watu viongozi mbalimbali wa dunia wanakuja, wanaeleza mambo wanayoyafikiria, wanaeleza vitu vilivyopo moyoni. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande huo mwingine, imekuwa ni kama sehemu ambayo nchi zote duniani zinaweza zikaenda, nchi ndogo, nchi kubwa zinaweza zikaenda pale Umoja wa Mataifa na zikaeleza madukuduku yao na zikafanya labda mikutano ya kidiplomasia na nchi nyingine kuweza kuendeleza amani duniani au kuweza kukaribiana karibu kidiplomasia, tofauti na kama ilivyokuwa. Tutakumbuka kwamba Umoja huu wa Mataifa ulianzishwa baada ya vita vya pili vya dunia, na katika hapo nchi washindi wakasema basi tuhakikishe hamna vita nyingine itakayokuja. Kwa hiyo ili kuhakikisha hamna vita vingine vinavyokuja, ina maana ni lazima ulete nchi zote duniani zikae pamoja, na kama kuna chochote inabidi yaongelewe. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo zipo kama tunavyoona katika baraza la usalama, ambapo nchi hizo 5 ambazo kipindi hicho ndo zilikuwa zenye nguvu, lakini kwa sasa hivi tunajua kabisa kuna nchi nyingine ambazo zimeinukia kiuchumi. Hizo nchi 5 ambazo zimepewa dhamana ndio zenyewe zinatumia kura zao za turufu kuweza kutimiza maslahi yao mengine ya kisiasa za kijiografia. Kwa hiyo kuna changamoto, ndiyo changamoto ipo, hususan katika baraza la Umoja wa Mataifa. Tumeona ikishindwa kutatua mgogoro wa Gaza, maazimio yamepitishwa, lakini tumeona Marekani ikiyazuia kupita. Mgogoro wa Ukraine unaendelea, changamoto kama ulivyoeleza katika utangulizi wako, migogoro mbalimbali inaendelea barani Afrika. Kuna swala zima la maendeleo ya tabia nchi, masuala ya tabia nchi, kuna swala la wanawake huko Afghanistan. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanaendelea duniani, lakini baraza hili limeshindwa kuyatatua. Lakini tukiangalia vizuri, tunaona kabisa kwamba ni lazima tuangalie ni upande gani ambao unashindwa kutatua. Mimi nikiangalia Umoja wa Mataifa, nikiangalia kwenye upande wa baraza kuu, nadhani huko tunaona ni kitu ambacho kinaendelea. Hata nchi hizi kubwa ambazo ziko kwenye baraza la usalama, saa nyingine tunaona kabisa zinapiga kura, kwa mfano kama kwenye hii kura sasa hivi ya kupigia kura utaifa wa Palestina, kupigia kura utaifa wa Palestina. Tumeona kabisa 3/4 ya nchi zimekubali, hata kama Marekani, Israeli kwa upande mwingine, lakini tumeona kabisa dunia yote inasema nini kuhusu masuala yanayoendelea. Kwa hiyo hata kama kwenye baraza la usalama kule tunaona nchi zinaweza zikatumia kura zao za turufu, lakini zikija huku kwenye baraza kuu tunaona kabisa kwamba Marekani, Israel zimetengwa na dunia nzima tumeona inasema nini. Kwa hiyo ni mambo kama hayo ndio yanafanya tuone Umoja wa Mataifa bado unaweza ukasaidia katika kutuonyesha changamoto zinazoendelea duniani, na tuone kabisa kwamba nchi za duniani zinaamini katika kitu gani sasa. Idi Sesanga, Dr. Mwilima hapo ameyazungumzia mengi, lakini kwa uchache yeye anahisi kimsingi hakuna mbadala wa Umoja wa Mataifa, kwa sababu kazi bado ipo inayotakiwa kufanywa na Umoja wa Mataifa, na migogoro bado iko, pamoja na kwamba baada ya kuanzishwa kwake mwaka 1945 lengo lilikuwa ni kuzuia kujirudia tena kutokea vita kama vilivyoshuhudiwa vita vya pili vya dunia. Lakini kwa uhakika kabisa hali inayoendelea hivi sasa, viongozi wengi waliozungumza katika mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wameonyesha kwamba hakuna mafanikio ya hivyo yaliyopatikana, kwa sababu bado hali ni tete, kitisho cha migogoro kinaongezeka na baraza lenyewe limezidi kuwa dhaifu. Mataifa yale ambayo yalibeba dhamana ya kuweza kuleta huo usalama ndo hayo yanaonekana kuchochea hapa na pale na kupimana nguvu na kuoneshana nguvu katika chombo cha juu cha Baraza la Umoja wa Mataifa ambacho ni Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa nini mataifa haya yanakwenda kinyume kabisa na walichokiahidi?
Samu, labda kabla ya kujibu swali hilo, naomba nirejee kidogo tu kwenye alichokizungumzia Dr. Harrison Mulima pamoja na Bandio. Je, baraza la Umoja wa Mataifa bado lina umuhimu, halina umuhimu? Swala hilo naweza kuliangalia kwa mitazamo miwili. Kwa ukweli tu kwamba bado pamoja na changamoto zilizotajwa, dunia nzima bado inalitazama, inatuma tuseme mataifa yote 193 wanachama, asilimia kubwa ya mataifa hayo yanatuma wawakilishi kwenda kwenye hadhira hii ya Umoja wa Mataifa kila mwaka. Inaonyesha kwamba bado kuna matumaini katika chombo hichi. Na si kutuma wawakilishi tu, mataifa mengi yanatuma viongozi wa juu kabisa, maraisi, mawaziri wakuu, na wakuu wa nchi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kama alivyotaja kwamba hakuna mbadala mpaka dakika hii, inaonyesha bado chombo hiki kina imani kwa upande wa kisiasa. Lakini changamoto kubwa inapokuja kwenye swala la utekelezaji, usimamizi wa yale majukumu yake linayopaswa kuyasimamia. Umetaja kukithiri kwa vita na vurugu kila kona ya dunia. Tunashuhudia machafuko ya kutisha Mashariki ya Kati. Tumeshuhudia mataifa yanakiuka hata maagizo ya chombo hiki ambacho kinatarajiwa kwamba kikisema kitu kila mmoja anaheshimu. Tumeona tumeanza si leo, tumeanza tangu 2001 mataifa yalivyokiuka maagizo ya Umoja wa Mataifa, yakaenda kuvamia Iraq, yakaenda kuvamia Afghanistan. Mataifa sasa hivi yamekwenda kuivamia Libya. Kaza wale ambao tunawategemea kwamba wao ndo viongozi ambao wanatupa mwongozo wenye usemi mkubwa katika chombo hiki, ndo wamechangia kwa sehemu kubwa kukidhoofisha na ukifanya kionekane kwa wale ambao wanakiona kwamba ni chombo kisichofaa. Lakini kudhoofika kwake kunachangiwa na anayeongoza Umoja wa Mataifa wenyewe, au ni mfumo mzima umedhoofika? Kwa sababu ukiwasikiliza baadhi ya wachambuzi wanakuambia mfano alipokuwa Kofi Annan hali ilikuwa tofauti na hivi sasa. Lakini wakati wa Kofi Annan, Saumu, hatukuwa na viongozi kama Donald Trump tulionao, hatukuwa na viongozi kama Benjamin Netanyahu, hatukuwa na viongozi pengine kama Vladimir Putin ambao wanahisi wanatumia hata ile nguvu yao. Mfano Marekani anajua anatumia kura ya turufu, anaweza kuitumia anavyotaka kwa maslahi yake. Putin anatumia kura yake ya turufu kwa anavyotaka, anavyosikia, anavyohisi inamfaa yeye. Enzi hizo hatukuwa na viongozi wa namna ile. Tulikuwa na viongozi ambao bado walikuwa na kidogo angalau heshima kwa chombo hiki. Walikuwa na wanaona aibu kidogo kwamba nikifanya hiki mimi ni kiongozi wa dunia, nitaonekanaje? Lakini tumefika katika mazingira ambapo pengine viongozi nao wachukulia kwamba ni viongozi wa dunia wamekosa ile haita aibu kidogo, wamekosa ile star, heshima hakuna. Kila mmoja anaangalia hii inanufaisha vipi. Imekuwa kama ni chombo cha mashindano. Mfano Baraza la Usalama imekuwa kama jukwaa la kuoneshana ubabe kati ya Marekani kwa upande mmoja na washirika wake na Urusi na wanaomunga mkono kwa upande mmoja. Ndio maana unakuta ni tumefikia hapa tulipofika. Ukija kutazama wapi, kwa nini tumefika hapa? Ni kwamba tuna pande mbili ambazo zinashindana na hazishindani kwa kuinufaisha dunia, zinashindana kwa kuonyesha kwamba mimi nina nguvu na usemi, na mimi nina nguvu naweza kufanya hivi. Sawa, katika hilo la kuoneshana ubabe, labda nije kwako Dr. Mulima hapa. Manake ndugu Sesanga anazungumzia namna ambavyo mataifa kama China, Urusi na Marekani zinagongana na kutofautiana kwa mambo mengi. Lakini tukilitazama kidogo bara la Afrika na kilio chake cha muda mrefu cha kutaka kushirikishwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na hasa kuwa na kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, tunaziona nchi hizi tatu ambazo kwa hakika ndizo zenye kuoneshana ubabe zaidi, zinakubaliana kwamba Afrika inahitaji kuwa na sauti moja katika Baraza la Usalama, manake kiti cha kudumu kwenye chombo hicho. Lakini kwa nini hili limeshindikana mpaka hivi sasa, unafikiri? Tukumbuke wakati Umoja wa Mataifa unaundwa, hizi nchi za Kiafrika zilikuwa bado zipo chini ya utawala wa wazungu. Nchi nyingi zilikuwa chini ya ukoloni wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo na tokea kipindi hicho ili Baraza la Usalama lilivyoundwa na hizo nchi tano, haijawahi kubadilika mpaka leo. Kwa hiyo kama alivyosema Bandio hapo awali, ni kwamba dunia imebadilika. Ile dunia tuliokuwepo
miaka 1945 hiyo tuliopo sasa. Kwa hiyo ili baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linahitaji kubadilika, na tumeona kabisa kwamba nchi nyingi za Afrika zimeona zikitaka kupata nafasi. Ukiangalia sera za Afrika zinataka nafasi 2 katika baraza hili la usalama, lakini sasa tatizo linakuja pale pale, ni nchi gani ambazo nchi za Afrika ambazo zitapewa hiyo nafasi. Nigeria itataka, South Africa Kusini itataka, nchi nyingine zitataka. Nchi za Afrika zinaweza zikakaa pamoja na kusema labda ni nchi gani ambayo iingie katika baraza hilo la usalama, na au tuseme ni umoja wa Afrika ndio uingie. Kwa hiyo ni mijadala ambayo inaendelea katika nchi za Afrika kuangalia. Kiukweli ni kwamba yani hata ukiangalia migogoro mingi ambayo hata maazimio mengi ambayo yamepitishwa katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, migogoro mingi inahusiana na Afrika. Hata hizi mission nyingi za kijeshi kina MONUSCO, hizi za Sudani ya Kusini, za Kongo, mission nyingi zilizopitishwa na baraza la usalama la Umoja wa Mataifa ni za Afrika. Kwa hiyo na hata ukiangalia hizi wanaita haya hizi, tukiangalia hata hizi haya malengo ya maendeleo endelevu, mengi maendeleo hayo yanaangalia sana bara la Afrika ukilinganisha na mabara mengine. Kwa hiyo hata hizi taasisi nyingi za Umoja wa Mataifa nyingi zinafanya shughuli zao bara la Afrika. Kwa hiyo tukiangalia bara la Afrika, yani Umoja wa Mataifa unafanya shughuli nyingi sana katika bara la Afrika, na ni aibu sana. Lakini ukiyazungumzia mambo kama hayo, Dr. Mwilima, mtu mwingine atasema ni kwa sababu Umoja wa Mataifa unaingilia kati kuyasaidia mataifa Afrika kwa sababu yenyewe yameshindwa kujisaidia. Na inapokuwa sauti inazidi hivi sasa, bara hili linataka nafasi katika baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, yanazuka maswali, utakuja kuongeza nini kwenye baraza hili ikiwa lenyewe limeshindwa kuyatatua matatizo ya Kenya? Hata kama lenyewe limeshindwa, lakini unahitaji sauti ya watu kutoka bara la Afrika waingize sauti zao katika baraza hilo. Uwezi na nadhani labda ameshindwa kwa sababu wanaweka sauti zao wenyewe, kwamba hizi nchi kubwa unakuta labda kwa mfano hizi mission nyingi za kulinda amani unakuta zinaingizwa na wakoloni wa zamani, Ufaransa, Uingereza, na wenyewe nao unakuta wanaingia kwenye hizo mission, wanaenda kutafuta maslahi yao kwa barani Afrika. Kwa hiyo sasa unakuta kwa sababu hiyo kwamba sauti zenyewe za Kiafrika zinakosekana katika baraza hili la usalama, ndio maana unakuta hata hizo mission nyingi zinafeli, kwa sababu zinaenda kule zinatimiza maslahi ya nchi ambazo zimewapeleka kule. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji sauti ya Afrika. Sawa. Umesema katika utangulizi wako kwamba ni baraza ambalo linatakiwa kuleta amani dunia nzima. Sasa kuleta amani pia inamaanisha Afrika lazima kuwe na amani. Kwa hiyo ni muhimu nchi za Afrika ziwe katika baraza hilo la usalama ili kuhakikisha kwamba sauti zao na matakwa yao yanasikilizwa. Mimi nadhani umuhimu, hakuna anayebisha kwamba umuhimu upo wa Afrika kuwa na uwakilishi. Lakini swali uliloliuliza ni je, kwa nini hii imeshindikana? Au kwa nini haijafanikiwa? Pamoja na kwamba kulikuwepo na juhudi na hata ishara za nia njema kutoka kwa mataifa makubwa kwamba ziko tayari kuiruhusu Afrika iwe na uwakilishi katika chombo hicho cha maamuzi, lakini kwa masharti walioyaweka yanaifanya hata kama uamuzi huo utachukuliwa usiwe na uzito wote. Manake ukikumbuka Biden alisema wako tayari kuiruhusu, anaunga mkono Afrika kuwa na uwakilishi. Lakini sio kura turufu. Sio kuwa na kura ya turufu. Na unafikiri wanahofia nini Afrika kuwa na kura ya turufu? Mimi nadhani wanachokihofia sana, ukiangalia msimamo wa Afrika katika masuala mengi ya ulimwengu, Afrika mara nyingi inaegemea upande upande ule unaopingana na mataifa magharibi. Maamuzi mengi ukitazama kwenye baraza la usalama yanapotokea, Afrika ama itapiga kura, itasimama na upande wa Urusi, ambapo hata Urusi imekuwa ikisema na Afrika ama kwa uzuri au kwa ubaya, lakini wamekuwa wamesimama pamoja. Inasimama mara nyingi inasimama upande wa China. Kwa hiyo hofu ipo kwamba hata tukiwaruhusu hawa hatutaweza kuwashawishi wasimame upande wetu, watakwenda kusimama na upande ule ambao itakuwa haijawanufaisha chochote. Kwa hiyo Afrika katika kupewa kura ya turufu, kwa maneno mengine, kwa nchi za magharibi, hautakuwa na maslahi kwao. Haitakuwa na maslahi kwao. Lakini